ili mtumishi wake asimuliwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni neema ya ajabu Bwana ameweza kunipatia siku hii ya leo kusimama mbele yenu. Haleluya. Sio jambo rahisi, lakini naamini Roho Mtakatifu ataniongoza. Amina. Amen. Amina. Tuombe. Mtakatifu, mfalme wa amani, na kushukuru kwa uaminifu wako na baraka zako tunakanisi hata tunakuja kwa kichwa kwa kitabu hii sura hii. Mungu ukapate kuweza kusema na mioyo yetu, kwa mtakatifu wako upate kutuongoza sawa sana mapenzi yako, tukapate kuweza kujua kweli yako, ukapate usikivu Bwana wa kusikia neno lako na kulitii. Ninaomba haya nikiamini na kushukuru. Amen. Amina. Kama una kitabu chako, fungua sura ya 8. Haleluya. Sura ya 8 ambacho kichwa cha hiyo sura ya 8 inasema Ibrahim anavyotufundisha kumwabudu Mungu. Haleluya. Ibrahim anavyotufundisha kumwabudu Mungu. Mwandishi anaanza kusema katika sura ya 22 ya kitabu cha Mwanzo, tunamwona baba yetu wa imani Ibrahim akitufundisha mambo muhimu kwa mtu yeyote mwenye kusudio la kweli la kumwabudu Mungu, na mambo hayo ni kama yafuatayo, ambalo jambo kibu wa moyoni. Haleluya. Kabla sijaanza kusoma yaliyoandikwa kwenye kitabu, ni waelezee nini maana ya usikivu wa moyoni. Usari kumsikia Mungu, kulikubali neno lake na kulitii kwa hiari bila kuwa na ukaidi. Amina. Kulitii kwa hiari bila kuwa na ukaidi. Shikilia hiyo. Kulitii kwa hiari bila kuwa na ukaidi. Haleluya. Aya, tunaanza. Mwandishi anasema ibada ya kweli au hali ya kweli ya mtu kumwabudu Mungu inaanza na usikivu alionao mtu katika moyo wake kwa habari ya Mungu wake. Mungu huwa anatafuta usikivu wa moyoni kutoka kwa mtu ili atoe maelekezo, kisha mtu aweze kumwabudu kwa kufuata au kuwa na mtikio wa maelekezo ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hapa tunaona nini? Kwamba huwezi kumwabudu Mungu ipasavyo kama hauna usikivu wa moyoni, kwa sababu yeye ndo anayetoa maelekezo ya namna gani anataka kuabudiwa. Kwa hiyo kama hauna usikivu, yani huwezi kumwabudu Mungu kwa jinsi ipasavyo, sababu yeye mwenyewe anajua namna gani mimi nataka mtu aniabudu, yani namna gani nataka mtu ajisogeze mbele yangu, aje mbele yangu akiwa namna gani. Kwa hiyo kama hauna usikivu, basi huwezi kumwabudu Mungu ipasavyo, kwa sababu yeye ndiye anayetoa maelekezo ya kumwabudu jinsi ipasavyo. Haleluya. Hapa anaendelea akisema kiwango cha usikivu wa mtu katika moyo wake kwa Mungu ndicho kitaamua namna mtu huyo atakavyomwabudu Mungu. Hapa mwandishi anaongelea kuhusu kiwango cha usikivu. Kwa hiyo kumbe kuna kiwango cha usikivu. Kwa hiyo tunatofautiana namna ya kumsikia Mungu. Hapo kwenye kiwango cha usikivu mimi nimetafakari nika group kwa magrupu matatu, ambayo grupu la kwanza ni wapo wanaokataa kabisa. Yaani wapo wanaokataa kabisa kumsikia Mungu, yaani wanakataa kabisa. Alafu pia wapo ambao wanamsikia Mungu lakini kutii shughuli. Yaani ni mpaka walazimishwe, ni mpaka wasukumwe. Kuna wengine wanakuwa na ile hofu, kuna wengine mpaka wasukumwe, walazimishwe, wanakuwa hawana ule utayari. Haleluya. Mfano mzuri tunaupata kwa Musa. Kwenye Musa kwenye Kutoka pale sita soma Kutoka, lakini nenda kuisoma utaelewa. Musa alivyoambiwa na Mungu kwamba aende kwa wana wa Israeli. Alivyoambiwa na Mungu aende kwa wana wa Israeli, alikuwa anaonesha hali ya kusita kwa kuongea maneno haya. Katika Kutoka 3:11b anamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Kwa hilo swali linaonyesha kwamba hayupo tayari kufanya hilo jambo ambalo Mungu amemwagiza. Haleluya. Pia akamuuliza Mungu katika Kutoka 4:10b, akamuuliza nao akiniuliza jina lake nani,
niwaambie nini? Pia alikuwa yani kama vile anajaribu kama kubageni kumshawishi hivi Mungu kwamba yani kutoa visingizio. Kitu kingine akamwambia Mungu, mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Pia katika Kutoka 4:13 akamwambia, Bwana nakuomba tuma kwa mkono wako huyo mtu utakaye mtuma. Yaani tunaona kwamba hapa alikuwa anatoa visingizio, maana mimi ni nani mpaka ile kwa Farao, maana sijui mimi ni mzito wa kusema, ukiniuliza nani niseme nini. Mwisho akamwambia Mungu mtume mtu mwingine. Tunaona hapo kwamba hakuwa na utayari wa kusikia neno la yaani hakuwa tayari wa kulitekeleza neno la Mungu, lakini mwishoni tunaona alifanyaje? Alitekeleza, alienda kwa wana Israeli hivyo akawatoa kule, mambo yakaendelea. Haleluya! Kwa wapo ambao wanasikia sauti ya Mungu, lakini mpaka kuifanyia kazi hilo neno la Mungu ni mpaka wasukumwe, yani mpaka walazimishwe hivyo. Alafu pia wapo ambao wanatii kwa imani bila ukaidi, tena kwa hiari, kama baba yetu Ibrahimu. Ni mfano mzuri kabisa ambao Biblia inatupa. Haleluya, haleluya. Kwa hapa mwandishi anaendelea kwa kusema huwezi kumwabudu Mungu kama huna usikivu au kama humsikii Mungu. Ndiyo maana Mungu alipomwita Ibrahim aliitikia kwa sababu alikuwa na usikivu moyoni. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo usikivu wa moyoni huonekana katika namna tunavyoitikia kile ambacho Mungu ametuambia. Haleluya. Kama unaitikia kile ambacho Mungu amekwambia, means wewe una usikivu wa moyoni. Lakini kama hauitikii kile ambacho Mungu amekwambia, means wewe huna usikivu wa moyoni. Haleluya. Kwa hiyo usikivu wa moyoni unaonekana pale ambapo unapoitikia maelekezo au kile ambacho Mungu amekwambia, kama baba yetu Ibrahim alivyotii. Hapa anaendelea, usikivu wa moyoni unakupa kujua Mungu anataka nini katika kumwabudu yeye. Haleluya. Na kukosa usikivu moyoni kutakufanya kuabudu kwa mazoea. Haleluya. Kwenye hichi kinaniliwa hapa anasema, ngoja nirudie. Usikivu wa moyoni unakupa kujua Mungu anataka nini katika kumwabudu yeye, na kukosa usikivu moyoni kutakufanya uabudu kwa mazoea. Kwenye haka kasentensi kadogo tunaona vitu viwili. Tunaona faida na tunaona hasara. Tunaona faida ya usikivu, kwamba tukiwa wasikivu Mungu anatupa kujua ni nini anataka katika kumwabudu yeye. Lakini tusipokuwa wasikivu tutakuwa tuna ile ibada ya mazoea. Kwa hiyo hapa tunaona vitu vingi. Tunaona faida ya kuwa msikivu na tunaona hasara ya kutokuwa msikivu. Haleluya. Katika mwandishi anaendelea anasema, Mathayo 15:7, watu walikosa usikivu kwa Mungu katika mioyo yao, wakaweka usikivu wao katika maagizo ya wanadamu, ambayo ndiyo yaliyokuwa yakifundishwa badala ya neno. Haleluya. Ndio maana kwenye Biblia kuna mahali inasema kwamba watu wangu waangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu gani? Na hayo maarifa ni nini? Ni neno la Mungu. Na kwa sababu gani wanaangamia? Ni kwa sababu hawana usikivu wa moyoni. Haleluya. Kwa hapa mwandishi anamalizia kwa kusema kwamba moyo wa ibada ni moyo wenye usikivu juu ya sauti ya Mungu kupitia neno lake na uumbaji wake. Kwa hiyo moyo wa ibada ni moyo wenye usikivu. Kwa hiyo kama moyo wako hauna usikivu, basi jua kabisa wewe hauna moyo wa ibada. Kwa hiyo unaweza ukajitafakari kwamba je, mimi nina moyo wa ibada? Kama hujui characteristics za mtu mwenye moyo wa ibada, basi hii ni mojawapo, kuwa na nini? Na usikivu. Kama hauna usikivu, basi jua kabisa wewe huna nini? Huna moyo wa ibada. Haleluya. Amina. Tunaenda kwenye pointi ya pili ambayo baba yetu Ibrahim anatufundisha namna ya kumwabudu Mungu, ambayo inasema maelekezo ya neno la Mungu. Hapa mwandishi anasema mtu hawezi kumwabudu Mungu kama hana maelekezo kutoka kwenye neno la Mungu. Ibrahim anapokea maelekezo ya neno la Mungu
kwenye Mwanzo 22:2 akasema, mchukue mwanao mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kwambia. Haleluya! Sio jambo rahisi kufuata maelekezo kama haya. Haleluya! Kwa hiyo maelekezo ya neno la Mungu, hiyo ni pointi ya pili ya namna ambavyo Ibrahim anatufundisha kufanyaje kumwabudu Mungu, kwa sababu yeye alifuata maelekezo, aliyasikia hayo maelekezo ya Mungu na akayafuata, na akawa anasubiria Mungu amwambie huo mlima mmoja hapo anaotakiwa kwenda kwa ajili ya kutoa sadaka. Haleluya! Kwa hiyo maelekezo ya neno la Mungu hayo ndio yalikuwa maelekezo ya Mungu kwa Ibrahim. Je, maelekezo ya Mungu kwetu ni yapi? Nitatolea mfano mzuri ambao sote tunaojua, mfano amri 10 za Mungu. Hayo ni maelekezo ya Mungu kwetu. Haleluya! Kwamba Mungu anatuelekeza tumwabudu yeye tu, tusiabudu miungu mingine. Mungu anatuelekeza tuheshimu wazazi wetu. Mungu anatuelekeza kuwa tusiue, tusiibe, tusizini, tusiseme uongo. Hayo ni maelekezo ya neno la Mungu. Haleluya! Kwa hiyo kama hufuati hayo maelekezo, kama bado unadanganya, kama unaua, kama unazini, kama haumheshimu, yani kama hauheshimu wazazi wako, kama kuna miungu mingine unaiabudu, basi ujue wewe unaenda kinyume na maelekezo ya Mungu. Haleluya! Na kama unaenda kinyume na maelekezo ya Mungu inamaanisha nini? Unafuata maelekezo ya sehemu nyingine, means maelekezo ya nani? Ya Ibilisi. Haleluya! Haleluya! Kwa hapa duniani tunaishi kwa tunaishi kwa maelekezo. Kama hufuati ya Mungu basi unafuata ya Ibilisi. Kama hufuati ya Ibilisi basi unafuata ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kujitafakari, je, wewe unafuata maelekezo ya nani? Haleluya. Amina. Mwandishi anaendelea kwa kusema Ibrahim alipopata maelekezo akawa na mwitikio katika kutekeleza maelekezo ya neno. Ile hali ya kufanya alichoambiwa kwenye neno, Ibrahim anaita kuabudu. Haleluya. Haleluya. Ile hali ya kufanya alichoambiwa kwenye neno, Ibrahim anaita kuabudu. Haleluya. Kwa ile hali ya Ibrahim kutekeleza yale maelekezo ya Mungu means ni amemwabudu Mungu. Haleluya. Hapa anaendelea kwa kusema Mwanzo 22:5, kaeni hapa mimi nikamwabudu Mungu, yani akatekeleze kile ambacho ametakiwa kukifanya kupitia neno la Mungu. Haleluya. Kwa hapa tunajifunza kumbe kufuata maelekezo ya Mungu ni ibada, yani ni namna ya kumwabudu Mungu. Haleluya. Sasa just imagine kama haupati maelekezo ya Mungu, unafuata maelekezo ya Ibilisi. Hiyo ina maana gani? Kwamba unamwabudu Ibilisi. Haleluya. Haleluya. Kwa kama haufuati maelekezo ya Mungu means haumwabudu Mungu. Na kama ni hivyo maelekezo ya Mungu hauyafuati, means unamwabudu nani? Unamwabudu Ibilisi. Kwa tuwe makini na namna ambavyo tunaishi na hayo maelekezo ambayo tunayafuata. Haleluya. Yaani kaa ukijua kwamba kama kwenye maisha yako yote huishi katika maelekezo ya Mungu, basi jua wewe umwabudu Mungu. Hata kama unakuja kanisani, hata kama unaomba, unatoa sadaka, yani kama hauishi ndani ya maelekezo ya Mungu, haumwabudu Mungu, bali unamwabudu nani? Unamwabudu Ibilisi. Haleluya. Haleluya. Mwandishi anaendelea kwa kusema Samueli 3:1, basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Neno lilikuwa adimu na hali ya kumwabudu Mungu katika uhalisi ilitoweka. Mwandishi anatuelezea kwa kusema kwamba anachosema hapa ni kwamba watu walikuwa na neno, ila walichokuwa wamekosa ni mafunuo, yani kweli ya Mungu au sauti ya Mungu. Ndiyo maana makuhani walikuwa wakifanya uzinifu katika nyumba ya Bwana. Kujua kuwa neno la Mungu linakataza kuzini hakumpi mtu hali ya kutozini, ni mpaka huyo mtu apate ufunuo au kweli ya Mungu kupitia neno hilo. Haleluya. Kwa hiyo tunaona cha kwanza kuna usikivu. Baada ya kusikia
kuna maelekezo, na hayo maelekezo, maelekezo tu peke yake hayatoshi. Maana wewe kujua kwamba Mungu anataka niabudu tu peke yake, Mungu anataka nisizini, Mungu anataka nisiibe, haitoshi. Sababu unaweza ukajua na usifanye, yaani unaweza ukajua na usifanye. Haleluya. Wote hapa Sunday school tumekaribishwa amri 10 za Mungu. Haleluya. Lakini haimaanishi kwamba tunazifuata zote. Tunadanganya vizuri, tunaiba vizuri. Siku za Jumapili nasema siku ya Mungu, sometimes Jumapili tunakuwa busy, hatuji, wazazi wetu ndo hivyo, hatuwaheshimu. Kwa hiyo kujua maelekezo haimaanishi kwamba huyo mtu atafanyaje, atafuata hayo maelekezo. Kwa maana anasema makuhani walikuwa wanalijua neno la Mungu, lakini walikuwa bado wanazini. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunajifunza nini? Kwamba kujua au kufahamu maelekezo ya neno la Mungu ni jambo moja, na kupata ufunuo na kutendea kazi hilo neno la Mungu ni jambo jingine. Haleluya. Kuna watu wamekariri Biblia, wanajua vifungu vya Biblia, wanaielewa Biblia vizuri, lakini hawafati, yaani neno analo, lakini hawafati kile kilichoandikwa kwenye Biblia. Haleluya. Ndio maana hata watu wengine huko nje wanapata ule ujasiri kwamba jamaa anajua Biblia vizuri, imekaa kichwani, lakini matendo yake ni sawa tu na mimi. Sasa kuna tofauti gani? Anaona hamna tofauti. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tuna mfano mzuri hapa kwa kwenye Mathayo 16:17 ambapo Yesu alimwambia Petro, alimwambia, heri wewe Simon Bar-Yona, kwa maana nyama na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatueleza nini? Kwamba si swala tu la kumjua au la kujua maelekezo, bali Mungu kufunulia kweli yake. Haleluya. Kwa hiyo tumwombe Mungu sana atufunulie kweli yake. Haleluya. Tunaposoma neno, kama umejiwekea ratiba, kama unaenda kwenye Bible study, whatever the case, yani unaposoma Biblia, mwambie Mungu, naomba unifunulie, naomba unifunulie nilielewe neno lako, nijue ile kweli yako. Haleluya. Haleluya. Maana kama huijui kweli ya Mungu, hakika utapotoka. Kwa sababu unaweza kukuta mstari wao ambao umesoma, mtu mwingine ukimsikiliza mtu mwingine venye anaielezea ni tofauti. Ni kwa sababu gani? Yule hana mafunuo ya kweli ya Mungu. Haleluya. Lakini wewe mwenye mafunuo ya kweli ya Mungu unaweza kujua kabisa hapa hii sio sawa. Haleluya. Kwa hiyo utaweza kutofautisha kweli ya Mungu na kile ambacho sio kweli ya Mungu. Haleluya. Lakini mpaka Mungu atakapofanyaje? Atakapokufunulia. Kwa hiyo tunaposoma Biblia tusisome kama story, tusisome kama hadithi, tusisome kama gazeti, bali tumwambie Mungu afanyaje? Atufunulie kama ambavyo alikufanyaje? Alivyomfunulia Petro. Haleluya. Amina. Hapa mwandishi anaendelea kwa kusema, Mfalme Sauli alipokosa usikivu kwa neno la Mungu, Mungu alimfuta kazi. Hapo tunaipata kwenye Samueli 1:15-26. Samuel akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe, usiwe mfalme wa Israeli. Mungu alijua kama hakuna usikivu wa kusikia neno lake, atakosa kuabudiwa, na yeye anataka kuabudiwa. Haleluya. Kwa Mungu wetu anataka kuabudiwa jamani. Haleluya. Kwa hiyo hapa tunaona Sauli, tunajua wote habari za Sauli, historia za Sauli, kwamba walivyoenda vitani, Mungu alimpa maelekezo kwamba alimwambia usichukue kitu chochote, lakini Sauli hakufuata. Alibeba ng'ombe, akamwacha mfalme yule, akamwacha hai. Haleluya. Kwa hiyo hakufuata maelekezo ya Mungu. Hivyo Mungu akafanyaje? Akaghadhibika, akafanyaje? Akamnyang'anya ufalme. Haleluya. Pia tunaweza tunaona hapo hiyo ni mojawapo ya madhara ya kutomtii Mungu. Haleluya. Huyu Sauli ni mfano mzuri, lakini mimi pia nina mifano ya watu wengine. Mfano Musa.
Musa alipewa adhabu. Tunaona Sauli alipewa adhabu ya kupoteza ufalme. Haleluya, kwa sababu hakumtii Mungu. Pia kwa Musa tunaona kwamba Musa alipewa adhabu ya kutoingia nchi ya ahadi kwa sababu hakufanyaje? Hakumtii Mungu. Ukisoma katika Hesabu 20 ukisoma utaelewa, ila nitaelezea kidogo kwamba Mungu alimwambia Musa kwenye maji ya Meriba, alimwambia uneneshe mwamba huu, lakini yeye hakupata yale maelekezo, bali alimpiga ule mwamba mara 2 afu akanena nao kwa kupaza sauti. Unaona? Kwa hiyo Mungu akakasirika. Anamwambia mimi nimekupa maelekezo yangu lakini hujapata maelekezo yangu, umefanya venye ulivyotaka wewe. Kwa hiyo Mungu akampa adhabu kwamba atawasindikiza wana wa Israeli lakini hataweza kuiona nchi ya ahadi. Haleluya. Mfano mwingine ni Yona. Yona tunaona alipewa kazi na Mungu lakini alifanyaje? Alikataa. Na tunajua masaibu aliyomkuta, alimezwa na samaki, hivyo alitaabika. Lakini kwa Yona ni tofauti kidogo kwa sababu mwisho alifanyaje? Alienda kufanya ile kazi ambayo Mungu alifanyaje? Alimpa. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kitendo cha kutotii kunaweza kutufanya, yaani kunaweza kutuondolea baraka au ile position ambayo Mungu amefanyaje? Ametupa. Haleluya. Kwa usipomtii Mungu anasema basi wewe hunifai. Anaweza akakutoa kwenye ile position ambayo amekuweka. Kama ni mwimbaji anakutoa, kama ni mpigaji anakutoa, kama ni mhubiri anakutoa kwenye ile nafasi kwa sababu haustahili tena kukaa kwenye ile nafasi kwa sababu haufuati maelekezo yako. Na kama haufuati maelekezo ya Mungu basi utakuwa unafanya nini? Utakuwa unafanya vitu kwa akili zako wewe mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hapa tunajifunza nini? Kwamba kutii ni mmoja hapo wa mlango yaani kumtii Mungu ni moja hapo kati ya mlango ambao unasaidia baraka zetu zifanyaje? Zifunguke. Haleluya. Na pia kutokutii ni mmoja wa mlango ambao yaani ni mlango ambao nisemeje? Ni mlango ambao unafunga fursa zetu. Haleluya. Yaani kutokutii ni mlango ambao unafunga fursa zetu, lakini kutii Mungu ni moja wapo kati ya mlango ambao unafungua baraka. Haleluya. Unashangaa masomo yako yanaenda vizuri, uimbaji, huduma, ni kwa sababu unafuata maelekezo ya Mungu. Lakini pale ambapo unashindwa kufuata maelekezo ya Mungu kama Sauli, kama Musa, hivyo ndio unakumbana na hayo mambo. Haleluya. Kwa hiyo kutokutii kunaweza kutufanya tukose fursa au tukumbane na matokeo kutokana na maamuzi ambayo tumefanyaje? Tumeyafanya. Haleluya. Kwa hiyo hivyo utavuna ulichofanyaje? Ulichopanda. Kwa hiyo ukimtii Mungu utavuna mema. Usipomtii mambo ni kama hayo. Haleluya. Haleluya. Amina. Tunaendelea hapa. Mwandishi anasema kwamba nje ya maelekezo ya Mungu mtu hawezi kumwabudu Mungu. Hapa anasema Mathayo 15:9, midomo tu ilikuwa inatoa heshima isiyotoka moyoni, hali iliyopelekea kuwa na ibada isiyo ya kweli au halisi kama Mungu atakavyo. Hali imekuwa hivyo kwa sababu hakukuwa na neno la kutoa maelekezo katika mioyo yao. Haleluya. Kwa Mungu anasema kwamba midomoni mwao walikuwa wanamkiri, lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu hataki ibada ya nje. Kujionyesha kwamba wewe unaimba, kujionyesha kwamba wewe unapiga kinanda, kujionyesha kwamba wewe unahubiri, kujionyesha kwamba wewe yani hivyo. Mungu hataki, yani hiyo unafanya kwa ajili ya kuwafurahisha watu, lakini Mungu anaangalia kile kilicho moyoni mwako. Haleluya. Kama unafanya kitu kwa moyo wote, kwa kumaanisha, kwa hiari na kwa imani, Mungu anaipokea hiyo kama ibada. Haleluya. Lakini kama unafanya tu kwa ajili ya kuonekana na watu, basi ujue ni bure. Yaani ni unafanya bure kwa ajili ya kujifurahisha mwenyewe na watu ambao unawafurahisha. Lakini Mungu anataka ile ibada ya ndani, sio ile ibada ya nje. Haleluya. Mungu anataka moyo unaomtii na kufuata neno lake. Haleluya. Haleluya.
kwenye Biblia kuna mahali inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka ule moyo wa kumtii. Haleluya. Kwa hiyo tujitafakari jamani, kila unachokifanya hapa kanisani, je, unafanya kutoka moyoni kwa kudhamiria, au ni kwa sababu umelazimishwa, au ni kwa sababu unataka fulani ya kuone kwamba unafanya kitu fulani, au unafanya kwa moyo na kwa imani kwa ajili ya Mungu? Maana kila kitu unachokifanya kwenye nyumba ya Bwana ni ibada na pia ni sadaka. Haleluya. Ni ibada na pia ni sadaka. Kwa hiyo kama unafanya kwa ajili ya kuwaonesha watu, basi ujue hiyo ni bure. Ni bure. Hata kama kwenye maombi yako unamwambia Mungu nilifagia, Mungu nilikuwa na kuimbia, Mungu nilikuwa na hubiri, Mungu nilikuwa, lakini kama ulikuwa unafanya kwa ajili ya kuonekana na watu, Mungu tu atakuangalia kwa sababu anajua ulikuwa hufanyi kutoka moyoni. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kila tunachokifanya kwenye nyumba ya Bwana, hata kama umelazimishwa, rudi mwambie, Mungu, sikutaka kufanya hichi kitu, lakini ninaamini Mungu utaenda kunibariki. Ipokee hii kama sadaka yangu, kama ibada yangu. Mungu, ninakubali. Japo mwanzoni nilikuwa naona kama vile hivyo jao sijui hivyo, lakini Mungu, sasa nimekubali. Haleluya. Usikubali kufanya kitu ukiwa unaenda na moyo wa malalamiko, masononeko, usikubali. Kama ni kwenye nyumba ya Bwana, usikubali kufanya hivyo. Hata kama ulikuwa na masononeko mwanzoni, lakini kama mwambie Mungu, nimesononeka sawa, nilikuwa sitaki ndio, lakini sasa ninaamua kufanya kwa moyo wote. Mungu, ione hii kama ibada, kama sadaka, na Mungu ataikubali. Haleluya. Hata kama ukienda mbele za Mungu kumwambia Mungu, siku ile Bwana nilifyeka, siku ile Bwana nilifagia, siku ile Bwana nilifanya kifanya, Mungu anasema yes, kweli nakumbuka ulisita, ulikuwa hutaki, lakini baadaye ukafanya kwa moyo. Haleluya. Kama Yona. Haleluya. Haleluya. Amina. Hapa mwandishi anaendelea kwa kusema, moyo unapokosa maelekezo ya Mungu kupitia neno lake, moyo huwa unaenda mbali na Mungu na kuacha kumwabudu Mungu. Hapa anasema walifundishwa mafundisho, lakini hayakuwa kutoka kwenye neno la Mungu, bali yalikuwa maagizo ya watu. Ndio maana walikuwa wanaabudu, lakini ilikuwa ni bure. Ibada yoyote lazima iwe na maelekezo ya neno la Mungu. Ibada yoyote lazima iwe na maelekezo ya Mungu. Haleluya. Kwa ibada ambayo haina maelekezo ya Mungu, haina kibali mbele za Mungu. Haleluya. Hapa mwandishi anamalizia kwa kusema moyo wa ibada ni moyo unaopokea maelekezo ya Mungu kupitia neno lake. Moyo wako moyo wa ibada ni moyo unaopokea maelekezo ya Mungu kupitia neno lake. Hapa mwishoni anamalizia kwa swali kwamba moyo wako unapokea maelekezo ya nani na kutoka wapi? Haleluya. Kwa hiyo ni swali ambalo tumeachiwa, ukienda nyumbani au ukiwa hapa bado ibadani, muda wa kusifu, muda wa kuabudu, muda wa kutoa sadaka, jiulize, moyo wako unapokea maelezo kutoka wapi na kwa nani? Haleluya. Haleluya. Kwa kusema hivyo basi, ninaamini kipindi cha ibada ya sadaka, kipindi cha kusifu, kipindi cha kuabudu, tutafanya vyema. Tutafanya kwa ajili ya Bwana na sio kwa ajili ya kuonekana. Haleluya. Tutafuata haya maelekezo ya Mungu. Haleluya. Naamini sitamwona mtu anayelazimishwa kucheza, anayelazimishwa kumwimbia Mungu, anayelazimishwa kumwabudu Mungu. Haleluya. Maana tumejifunza. Haleluya. Haleluya. Kwa moyo wa ibada ni moyo unaomtii Mungu na ambao unapata maelekezo ya Mungu. Haleluya. Tuombe. Mtakatifu, mfalme wa amani, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la asubuhi hii ya leo. Jehova nisi, tunaomba ukapate kutufundisha kuwa wasikivu wa moyoni wa kulisikia neno lako na kulitendea kazi, Bwana, kwa hiari pasipo na ukaidi wowote. Na pale ambapo yanainuka mashaka, Bwana, tupe ujasiri na tupe na nguvu ya kuweza kuendelea kulisikiliza neno lako na kuyafanya yale mapenzi yako. Bwana, tufunulie, tupe mafunuo ndani yetu ili tusipate kuweza kupotoka. Jehova nisi, ukapate kuweza kutembea nasi na hili neno likapate kuweza kukaa ndani ya mioyo yetu, ukapate kutusaidia kuweza kulitenda katika maisha yetu kila itwapo leo. Tunaomba haya tukikuamini na kushukuru. Amen. Haleluya. Asante.
Asante. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Yes. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya chombo chake. Bwana amekitumia vizuri, ama sivyo jamani? Na hiyo ndio kazi ya mchungaji, kuhakikisha kwamba vipawa vinaibuka na vinalelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno limetoka vizuri, japo alikuwa na hofu, ana woga, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu amefanya vizuri sana. Tuzidi kumwombea na Mungu azidi kumuimarisha. Bwana asifiwe sana. Niongezee tu kitu kidogo kulingana na somo moyo wa ibada. Nilikuwa nimemsikia yule kocha wa Senegal. Wangapi wanafahamu Senegal? Kocha wao yule wako kule kwenye kombe la dunia Marekani. Wakaambiwa na taasisi za kimamlaka ya hali ya hewa kwamba msitoke nje kwa sababu hali ya hewa si nzuri. Upepo mkali na dhoruba nyingi, kwa hiyo watu wakae ndani. Lakini yule bwana ni Muislamu safi, akachukua timu yake na watu wake wakaenda kuswali, wakaenda ibadani. Sasa waandishi wa habari wakamuuliza kocha, kwa nini mmevunja sheria? Mmeambiwa hivi, lakini nyinyi mmetoka tu mmekwenda, yani kwa nini? Jamaa alijibu majibu ambayo nilipenda sana. Alisema tunalazimika kumwabudu Mungu kuliko kitu chochote, na mazingira hayawezi kutuamulia sisi kumwabudu au kutokumwabudu Mungu. Akasema hata ingekuwa siku ya fainali kwamba tunaenda kucheza fainali, bado ningechukua watu wangu tungeenda kumwabudu Mungu, hata ikibidi tupoteze hiyo fainali, potelea mbali. Alafu akasema ninyi mnaogopa upepo, lakini sisi tunamuogopa yule aliyeumba upepo. Kwa hiyo hatutaacha kumwabudu Mungu. Haya maneno yalinigusa sana. Na imagine huyu mtu wanaabudu Mungu ambaye sio wa kweli. How much more sisi tunayemfahamu Mungu wa kweli? Kitu gani kitatufanya tusiende kumwabudu Mungu aliye hai? Mazingira ndio yanafanya tusije Jumapili kumwabudu Bwana, tusije Bible study. Ni kitu gani? Yale maneno yalinigusa sana. Moyo wa ibada unaanza na usikivu wa roho. Yule jamaa alipata usikivu wa ndani kwamba Mungu ni mkuu kuliko kitu kingine chochote. Siwezi kuacha kwenda kumwabudu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa na usikivu wa roho, utajikuta unafagia kanisa mwenyewe, unakwenda kusafisha choo mwenyewe, unamtolea Mungu mwenyewe bila kusukumwa. Na hiyo ndiyo ibada. Kusafisha choo ni ibada, kufagia kanisa ni ibada, kufyeka majani kule nje ni ibada, kutoa sadaka ni ibada. Moyo wa ibada. Mungu atusaidie watoto wangu. Utukufu wake naomba kila siku. Mungu, utukufu wako ututengeneze tuwe ibada, ututengenezee mazingira ya kuweza kukuabudu wewe, sio hali ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi karibuni waimbaji, tuendelee na ibada yetu. Mungu awabariki sana.